Tuangazie taarifa ambako mwanadada Mange Kimambi, mwanaharakati huyu kutoka nchini Tanzania ambaye anaishi ughaibuni, ametoboa siri Umoja wa Mataifa wafanya maamuzi mazito baada ya mahakama kumkuta Tundu Antipas Lissu na kesi ya kujibu. Ni katika habari za siasa. Karibu sana, jina langu ni Official Rosdy. Ni Mange Kimambi, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii, ametoboa siri kupitia ukurasa wake wa zamani Twitter, sasa hivi ukiwa unaitwa X, na kwamba Umoja wa Mataifa wa vyama vya kidemokrasia, International Democracy Union IDU, ameeleza wasiwasi mkubwa kufuatia uamuzi wa mahakama kuu ya Tanzania ambao unamtaka mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kujibu mashtaka ya uhaini ambayo yanamkabili. Katika taarifa ambayo ilitolewa kupitia akaunti yake ya X, mwanadada Mange amesema uamuzi huo unaendeleza kile ilichokiita mashtaka yenye msukumo wa kisiasa dhidi ya Lissu ambaye pia ni makamu mwenyekiti mtendaji wa umoja huo. IDU imeeleza kuwa inatilia wasiwasi mkubwa hatua ya kesi hiyo kuendelea, ikisisitiza kwamba shtaka la uhaini analokabiliana nalo Lissu ni kosa zito ambalo linaweza kupelekea adhabu ya kifo. Umoja huo pia umedai kuwa Lissu amekuwa kizuizini kwa muda mrefu tangu alipokamatwa, na kwamba mwenendo wa kesi hiyo unaibua maswali kuhusu mazingira ya kisiasa na kisheria ambayo yanamzunguka kiongozi huyo wa upinzani. Kutokana na hali hiyo, IDU imetoa wito wa kuachiwa kwa Lissu mara moja na bila masharti, huku ikizitaka serikali za kidemokrasia duniani kuunga mkono wito huo na kuchukua hatua kuhakikisha kwamba anaachiliwa huru. Uamuzi wa mahakama kuu ulitolewa Agosti 21 baada ya jopo la majaji watatu kuamua kwamba upande wa mashtaka umewasilisha ushahidi wa kutosha kumkamata na kumtaka Lissu kuingia katika hatua ya kujitetea dhidi ya shtaka la uhaini. Hatua hiyo pia haimaanishi kwamba Lissu amehukumiwa kuwa na hatia, bali kesi inaendelea katika hatua ambayo mshtakiwa anapewa nafasi ya kujibu ushahidi uliowasilishwa dhidi yake. Msimamo wa IDU, mtazamaji, kuhusu kesi hiyo si mpya. Ni tangu Lissu alipokamatwa mwaka 2025. Mmoja huo pia umekuwa ukitoa matamko ya kuikosoa serikali ya Tanzania kuhusu namna kesi hiyo inavyoendelea. Lakini pia IDU pia imewahi kueleza wasiwasi wake kuhusu muda ambao Lissu amekuwa kizuizini, mazingira ya kizuizini pamoja na upatikanaji wa msaada wa kisheria. Msimamo huu uliimarishwa zaidi Mei 1, 2026 wakati ambako IDU ilipitisha azimio kuhusu Tanzania katika kikao cha kamati tendaji kilichofanyika Zagreb, Croatia. Katika azimio hilo pia umoja huu ulieleza wasiwasi huo kuchelewa kwa mwenendo wa kesi na hali ya kizuizini ya Tundu Lissu. Kwa upande mwingine, nafasi ya Lissu ndani ya IDU imeifanya kesi yake kuvuta zaidi mjadala wa kimataifa. Na Lissu si mwanachama wa kawaida wa umoja huo, bali ni miongoni mwa viongozi wake wakuu, akiwa ni makamu mwenyekiti mtendaji. IDU ni miongoni ni muungano wa vyama vya kisiasa vya kimataifa ambao unajumuisha vyama vya mrengo wa kati, kulia na kihafidhina kutoka sehemu mbalimbali duniani. Umoja huo pia unalenga kuwezesha vyama wanachama kubadilishana mawazo kuhusu sera, demokrasia na masuala ya utawala. Kwa sasa kesi ya Tundu Lissu inaendelea katika mahakama kuu ya Tanzania, huku uamuzi wa kumtaka kujibu mashtaka ukiwa umefungua hatua nyingine muhimu kabisa katika mwenendo wa kesi hiyo. Mange amedai kuwa kauli ya IDU inaongeza shinikizo la kimataifa kuhusu kesi hiyo, huku hatima ya Lissu ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu ndani mpaka na mipaka ya Tanzania. Nini maoni yako katika hili, mtazamaji na mfuatiliaji wa Biomedia? Haya ambayo amezungumza mwanaharakati Mange Kimambi kufunguka kupitia mtandao wake wa X, wewe umeyapokea vipi?